Kuelekea kuadhimisha siku ya wanawake duniani, leo tunamtazama mwanamke ambaye historia yake ni somo la uongozi, heshima, ujasiri na imani thabit. Si mwingine bali ni Bi Khadija binti Khuwailid. Kabla dunia kuzungumza kwa sauti ya juu ya haki na usawa wa mwanamke, tayari alikuwepo mwanamke aliyesimama imara katika biashara, familia na misingi ya dini. Bi Khadija binti Khuwailid alizaliwa takriban mwaka 555 miladia katika mji mtakatifu wa Makka. Baba yake aliitwa Khuwailid ibn Asad, mfanyabiashara mashuhuri kuwahi kutokea katika kabila la Quraishi, na mama yake aliitwa Fatima binti Zaida, aliyetoka katika familia yenye heshima, maadili na ustawi wa kiuchumi. Alilelewa katika mazingira malezi yenye nidhamu, busara na heshima. Tangu ujana wake alijulikana kwa tabia njema, ukweli na uaminifu, kiasi cha kuitwa at-tahira, yani msafi wa tabia. Baada ya kufiwa na wazazi wake Bi Khadija binti Khuwailid, na pia baada ya kuondokewa na waume wake wa awali, Bi Khadija alirithi na kuendeleza biashara kubwa ya familia. Alikuwa miongoni mwa wafanyabiashara wakubwa wa Makka, akimiliki misafara ya biashara iliyosafiri hadi Sham na Yemen. Lakini kilichomtofautisha si utajiri wake tu, bali namna alivyotendea watu kwa uadilifu. Aliwaajiri watu waaminifu kusimamia misafara yake. Ndipo alipomsikia kijana mmoja mwaminifu mwenye sifa ya Al-Amin aitwaye Muhammadu ibn Abdullah. Bi Khadija alimpa Muhammadu jukumu la kusimamia msafara wake wa biashara kwenda Sham, na huo ndio ulikuwa mwanzo wa makutano yake yeye na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ambapo baadaye alikuwa mume wake. Safari ile ya Mtume ilirejea na faida kubwa kuliko ilivyowahi kutokea hapo kabla. Zaidi ya faida, alisifiwa kwa uaminifu, hekima na tabia njema. Kwa busara na heshima, Bi Khadija alituma pendekezo la ndoa kupitia kwa ndugu zake. Wakati huo, baada ya kukubaliana, ndoa yao ikawa ndoa ya heshima, mapenzi na maelewano makubwa. Maisha yao yalijengwa juu ya heshima na ushirikiano. Licha ya kuwa tajiri, Bi Khadija alimpa mume wake heshima ya hali ya juu. Hakuwahi kumdharau kwa sababu ya mali yake, badala yake alimpa utulivu, faraja na ushauri wa busara. Katika kipindi cha miaka 25 ya ndoa yao, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuwahi kuoa mwanamke mwingine yoyote. Ndoa yao hiyo ilikuwa ya upendo wa kipekee. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaruzuku watoto takribani 6 kati yake yeye na Bi Khadija binti Khuwailid. Walijaliwa watoto 2 wa kiume na 4 wa kike, ambao ni Qasim, Zainab, Ruqayya, Ummi Kulthum, Fatima na Abdullahi. Watoto wa kiume walifariki wangali wadogo, lakini binti zao walikuwa na kuwa wanawake mashuhuri katika historia ya Uislamu. Bi Khadija binti Khuwailid, wakati Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alipopata wahyi wa kwanza katika pango la Hira, alirejea nyumbani akiwa na hofu na mshangao. Ni yeye Bi Khadija aliyemtuliza kwa maneno yenye nguvu na kumwambia, wallahi, Mwenyezi Mungu hatokudhalilisha kamwe. Wewe unaunga udugu, unasaidia maskini na unasimama kwa haki. Alikuwa mtu wa kwanza kuamini ujumbe wa Uislamu. Alitoa mali yake yote kusaidia wito wa dini, hasa kipindi kigumu cha kususiwa na Makuraishi. Bi Khadija alisimama kama nguzo ya faraja, mshauri na mlinzi wa mumewe. Katika jamii yake ya watu wa Makka, Bi Khadija alikuwa mfano bora wa mwanamke mwenye heshima, maamuzi na uongozi. Alithibitisha kuwa mwanamke anaweza kuwa mfanyabiashara, kiongozi wa familia na nguzo ya imani bila kupoteza utu wake. Masikini Bi Khadija alipatwa na umauko mwaka 619 miladia, mwaka uliokuja kujulikana kama Amul Huzni, yani mwaka wa huzuni kwa Mtume, kwani pia ni katika mwaka huo alimpoteza ammi yake Abu Talib. Kifo chake Bi Khadija kilimuumiza mno Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu alikuwa nguzo yake kuu katika kipindi kigumu zaidi cha mwanzo wa Uislamu. Bi Khadija alizikwa katika makaburi ya Al-Maal huko Makka. Kuelekea siku ya wanawake duniani, tunapotazama simulizi ya Bi Khadija, tunaona taswira ya mwanamke aliyekuwa mbele ya wakati wake, tajiri lakini mnyenyekevu, kiongozi lakini mwenye heshima, mwenye nguvu lakini mwenye upendo. Historia yake inatukumbusha kuwa thamani ya mwanamke haipimwi kwa sauti yake pekee, bali kwa mchango wake, maadili yake na ujasiri wake wa kusimama katika ukweli. Bi Khadija si simulizi ya kale tu, ni mwanga wa leo na kesho ya mwanamke wa dunia. Asante kwa kuwa nami. Ndimi Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Kishki TV, nuru ya dini yako.